لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ad-dinu nasihatun, dini ni kupeana nasaha, dini ni kunasihiana. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala shahru siyama 'ala al-ayyam qad fadla haqqan fihi kitabullahi qad nazala tuba li'abdin ata'a Allaha mujtahida wa bidhikri fihi aw al-Qur'ana mushtaghila wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah al-qa'im bi huquqillahi ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Amma ba'du, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua. Tukiwa katika ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana, kipindi ambacho kinakujia katika wakati munasaba wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ikiwa leo ni Ramadhani ya 14 1446 Hijria, katika jambo ambalo tutakuwa tumejifunza katika siku ya leo ni kuzungumzia mambo yanayonasibiana na Ramadhani. Ramadhani, yapo mambo ambayo mfungaji anatakiwa kuyajua yanayonasibiana na funga ya Ramadhani. Al-awwal, jambo la kwanza kabisa ambalo linanasibiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan, tilawatil Qur'an, kuisoma Qur'an. Kwa nini kuisoma Qur'an kuna nasibiana na mwezi wa Ramadhan? Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao iliteremka ndani yake Qur'an. Hivyo wewe mfungaji wa Ramadhan unapoweza kufunga na ukasoma Qur'an, maana yake umetekeleza jambo munasaba katika mwezi wa Ramadhan. Athani, jambo la pili, adh-dhikru al-wahidu ad-dayyan, ni utajo wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mpweke. Katika mwezi wa Ramadhan ni jambo lililokuwa bora, na ndio maana mara kadha tunaelekeza watu wasiache kuzisoma adhkari katika mchana wa Ramadhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda watu ambao wenye kufanya dhikri. Wadhkurullaha kathiran, mtajeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi. Hivyo basi ndio maana tunasoma zile adhkar: nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimal afw. Ewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba waja wako pepo na utuepushe na adhabu ya moto. Ewe Mola msamehevu, wewe unapenda kusamehe, basi tusamehe sisi, ewe mwingi wa ukarimu na kusamehe. Haya ni maneno ambayo ni sehemu ya adhkari zinazosomwa katika mwezi wa Ramadhan. In lam taqra'u al-Qur'an, ikiwa hukujaliwa kuisoma Qur'an, walam tadhkuru ar-Rahman, na wala hujapata muda wa kumtaja Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, fan-nawmu saim ibada, basi kule kulala kwa mwenye kufunga ni ibada. Kwa hivyo katika jumla ya mambo tuliyojifunza ni mambo matatu: kuisoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhan, kufanya dhikri ndani ya mwezi wa Ramadhan, na kulala kwa ambaye ameshindwa kusoma Qur'ani na ameshindwa kufanya dhikri, kulala kwake ni bora. Na kwa nini kulala kwake kunakuwa bora? Anapolala aliyefunga anaepushwa na madhambi ya kusema uongo na kusengenya, madhambi ambayo yanapunguza ujira katika funga ya mwenye kufunga. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma al-Qushairi Ashrazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla.